Mheshimiwa Anatropia Theonest, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Wilaya ya Kyerwa yenye population ya watu 400,000 kwa mujibu wa sensa za mwaka 2022 pia ina zahanati 24 badala ya 99 kama mwongozo unavyoonyesha, ikiwa na vituo vya afya 5 badala ya vituo 24 kwa mujibu wa kata zake 24. Swali langu ni kwa nini, kulingana na population census, ni kwa nini hatuna zahanati za kutosha kulingana na mwongozo wa serikali kama ilivyo vituo vya afya? Swali langu la pili, wastani wa wataalamu katika vituo vya afya kwa wilaya ya Kyerwa ni 3 mpaka 5 kwa zahanati, na vituo vya afya ni 15 mpaka 20. Swali langu ni kwa nini tumeshindwa kupeleka watumishi wa kutosha? Tunakuwa sasa na deficit ya watumishi 70% kwa wilaya ya Kyerwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza naomba nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba katika mpango wa maendeleo ya afya msingi mwaka 2007-2017 mpango ulikuwa ni kujenga zahanati kila kijiji na kila mtaa na kujenga kituo cha afya kila kata. Lakini serikali ilifanya mapitio ya mwongozo huo 2007-2019 na kuona uhalisia wake, kwa sababu hakukuwa na uhalisia wa kuwa na zahanati kwenye kila kijiji na kila mtaa, lakini hakuna uhalisia wa kuwa na kituo cha afya kwenye kila kata katika kata zote hapa nchini. Na ndio maana tulikuja na mwongozo wa kujenga zahanati katika vijiji ambavyo vina idadi ambayo angalau inatosheleza kigezo cha idadi ya wananchi, lakini pia kujenga vituo vya afya kwenye kata za kimkakati na si kila kata. Kwa jambo la kwanza Mheshimiwa Theonest, naomba nikupe msisitizo huo kwamba hatujengi kituo cha afya kwenye kila kata wala kila kijiji, ila vijiji na kata za kimkakati. Lakini nafahamu kwamba katika jimbo la Kyerwa bado kuna upungufu wa vituo vya afya, na tayari halmashauri imekwisha wasilisha kata za kimkakati na serikali imeanza kupeleka fedha kwa ajili ya ujenzi. Ni kuhakikishia tu wewe na wananchi wa jimbo la Kyerwa kwamba serikali hii sikivu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kupeleka fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Spika, idadi ya watumishi kwenye zahanati au vituo vya afya, mwongozo umetolewa kwa ujumla wake, lakini zahanati zinatofautiana idadi ya wagonjwa ambao wanatibiwa. Zipo zahanati ambazo zinatibu wagonjwa si zaidi ya 10 kwa siku nzima. Kwa zahanati kama hii ikiwa na watumishi 3 wanatosha kabisa kutoa huduma kwa wagonjwa ambao wanatibiwa kwa uchache katika zahanati hizo. Lakini zipo zahanati ambazo zinatibu wagonjwa zaidi ya 100 na zaidi, na hizi zinakuwa na watumishi wengi zaidi, na vivyo hivyo vituo vya afya vinatofautiana. Msingi wa kupeleka watumishi wa afya ni idadi ya wagonjwa wanaotibiwa kwa siku katika kila kituo. Kwa nini kuhakikishie, tunafahamu kuna upungufu wa watumishi, lakini Mheshimiwa Rais ameendelea kuajiri, na katika kipindi cha miaka hii 4 jumla watumishi 34,720 wa sekta ya afya wameajiriwa na Kyerwa wamepelekwa, na tuhakikisha kwamba tunaendelea kupeleka watumishi hao. Mheshimiwa Rita Kabati, swali la nyongeza. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima PAP kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima PAP kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima PAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima PAP, urahisi wa maisha.